Hello, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Andrew Selemani. Ninakukaribisha sana katika kipindi cha Ask Maziku. Na siku ya leo nipo pamoja na mtumishi wa Mungu Dr. Daniel Maziku au Maziku JR. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Asante sana. Siku ya leo tunakwenda kutazama swali ambalo ni changamoto na pia ni moja ya kitu ambacho kinatutatiza sana. Kwa sababu tukiangalia katika sifa za Mungu, moja ya sifa ya Mungu ni omnipresent, kwamba ni Mungu ambaye yupo mahali pote na anaona kila kitu. Sasa sisi kama watu ambao tunamtumikia Mungu, kuna vitu ambavyo vinatokea katika maisha yetu na tunamuomba Mungu lakini tunakuwa hatuoni majibu. Tunakuwa tunaona kama vile inachelewa. Tunaona kama tunamuita Mungu lakini Mungu haonekani. Dr. Daniel Maziku. Naam. Ni kwa nini Mungu kuna wakati inaonekana kama amejificha kwa watu ambao wanamtafuta? Asante kwa swali zuri. Nashukuru na of course ni moja ya maswali challenge na msingi sana katika kujua wokovu na kukua katika kumjua Yesu Kristo. Moments ambazo Mkristo anaweza akazipata, yani kwa nini anajaribu kustruggle kumuuliza Mungu, kumtafuta Mungu, kuomba, tunafunga siku 40 lakini bado katika hayo maombi hamuoni Mungu. Ni vitu vya msingi ambavyo vinabidi tu elicit nini changamoto, nini shida, kwa nini asimuone Mungu. Ukisoma katika kile kitabu cha Isaya ile sura ya 66 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili, nitakusomea katika maandiko Isaya 66 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Mstari wa pili unasema hivi: maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiepo neno langu. Sawa sawa. Mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Umeona kwamba ni mtu ambaye aliye mnyonge, mtu ambaye mwenye roho iliyopondeka na atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Sawa. Tunaweza kufikia wakati labda tukajiona kwamba tumefanya kazi ya kutosha katika kumimpress Mungu. Tumefanya kazi za kanisani, kuimba, kuomba na vitu kama hivyo, kazi zote ambazo tunapewa na mchungaji, but still unaweza ukahisi ile hali ya kutokumuona Mungu. Lakini Mungu ana principle zake. Nimefurahi ulivyoanza, ulisema kwamba Mungu ni Mungu ambaye yupo kila mahali. Ndio maana anasema katika kitabu hichi hapa mstari wa kwanza sura 66 kwamba utamjengea nyumba gani ambapo Mungu utamweka. Kwa maana yake Mungu yupo kila sehemu. Kwamba Mungu yupo kila sehemu. Hauwezi ukamweka tu kwenye chumba cha ibada kwamba kila ukienda pale ndio utamuona Mungu. Kwa Mungu anakuwa yupo kila wakati, kila sehemu. But at the same moment huwezi ukamexperience kila sehemu. Sijui umeona. Kwa kuna vitu baadhi ambavyo vinakuwa vinazuia huu uwepo wa Mungu usijifunue maishani mwetu. Na kitu moja cha msingi ni roho zetu hazijapondeka kama Mungu alivyosema. Na niseme hivi kwa sababu chanzo chochote cha dhambi ambacho nakiona, yani ili itokee kwamba mtu amezini, haianzi kudhini. Shida inaanzia moyoni kwanza. Lile wazo linajenga ile hali ile. Tunasema mtu yeyote anapotaka kudhini haianzii tu pale ambapo ameshazini. Shida inaanzia moyoni. Mtu anapata wazo kwanza la dhambi. Hili wazo ni kama mimba imetungwa. Kwa hili wazo linapata kukua ndani ya akili ya mtu. Hili wazo linaendelea kudominate namna anavyofikiria huyu mtu. Hili wazo linakuwa tamaa sasa, linazidi kukua ndani yake. Hili wazo linaanza kumlazimisha huyu mtu aanze kutamani kile kitu ambacho anakitaka. Mwisho wa siku hili wazo ambalo limeingia ndani ya moyo wa mtu linapelekea afanye kitu kinachoonekana kama dhambi. Kwa kumbe katika moyo wetu ndipo ambapo ni mwanzo au ni sehemu ambapo tunapata kuingiliwa na dhambi na mawazo mabaya ambayo yanapelekea dhambi. Ndio maana maandiko yanasema tulinde sana moyo wetu kuliko yote tuliyaindayo. Kwa hiyo ni short tuseme kwamba moyo wetu haujapondeka. Kuna namna kila siku katika maisha yetu ya wokovu
kuna vitu ambavyo ndani ya moyo wetu vinazidi kudominate katika ile hali ambayo vinatuzuia sisi tusimwone Mungu. Mungu anataka mtu ambaye ana moyo uliopondeka, moyo wake kila siku anausulubisha. Tuseme kwamba hauwezi ukajiita kwamba wewe ni mtakatifu, hauna dhambi yoyote. Kila siku kuna mawazo yanajiinua ndani ya mioyo yetu, ni aidha ni kwa sababu yetu sisi au shetani anazidi kuyaweka ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kiasi kinabidi tuwe watu wa kujichunguza ndani ya mioyo yetu, tuangalie kuna shida gani ambayo inazidi kuarise, ambayo itanifanya nisimwone Mungu, si ndio? Okay. Kwa hivyo basi moyo wetu unavyokuwa haujapondeka, haujasulubishwa pamoja na Yesu Kristo katika haya mawazo potofu na yenye dhambi, hauwezi ukamwona Mungu. Okay. Mungu yupo kila sehemu, lakini moyo wako usipokuwa safi, haujapondeka, hauwezi ukamwona Mungu. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu ni mwaminifu na mara zote huwa anatamani sana kufanya mambo mengi katika maisha yetu, lakini ile hali ya sisi kuwa katika hali ya kujichanganya na kutenda dhambi inakuwa ni changamoto ambayo inapelekea kwamba tuone kama vile Mungu amejificha kwetu. Ni sahihi kabisa, na cha kuongezea hapo tunasema kwamba Mungu yupo kila sehemu. Kwa hiyo tunasema kwamba dunia ipo ndani yake, mbingu ziko ndani yake, kuzimu iko ndani yake. Kwa hiyo yeye ndo anazicontain vitu vyote. Hata mimi unavyoniona hivi, ndani yake ninaishi, ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Hasa kwa nini kama nipo ndani yake nisimuhisi yupo? Kwa shida ni kwamba, shida sio kwamba ni uwepo wa Mungu. Mungu yupo very close, yupo karibu sana na sisi, but still our hearts viko mbali sana na Mungu. Ni kitu ambacho unaweza ukakichukulia poa, lakini ni kitu ambacho ni concept ambayo ni kama inaleta utata kuielewa, but sisi tunaonekana tuko mbali sana na Mungu kwa sababu ya mioyo yetu sisi. Ukiwa na mawazo potofu, yani ukiwa hauna ule uelewa sahihi wa Mungu, hauwezi ukamwona Mungu. Na kitu kingine, ngoja niseme hivi, kuna ile hali ujue, ukiwa na uelewa sahihi kumhusu Mungu, ni moja pia nafasi kubwa sana ya kuweza kumwona Mungu. Can you believe that kuna mtu anaamini kwamba Mungu yuko sehemu fulani amekaa tu, kama yani hayuko kila mahali. Okay. Yupo mbinguni tu ametulia sehemu. Kwamba hapa duniani sasa hivi hayupo. Mtu kama huyu hawezi aka experience uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ukielewa kwamba Mungu yupo kila sehemu, kwamba hata hapa nilivyo yupo karibu ya nguo yangu hapa, zaidi ya nguo yangu, inakuwa ni step ya kwanza rahisi kumuelewa Mungu. Kwa hiyo ukielewa nature ya Mungu, asili ya Mungu, jinsi alivyo, sifa zake kwa usahihi, inakuletea ukaribu na urahisi zaidi wa kuweza kumexperience Mungu. Kwa hiyo unabakiwa na tatizo moja tu la kuweza kudili na chanzo cha ndani kwanza, kusulubisha ile dhambi ambayo inaendelea kujengeka ndani ya moyo wako. Ndivyo unakuwa na nafasi ya kuweza kumuona Mungu, kuweza kumuona Mungu yupo karibu na kuhisi uwepo wake katika maisha yako. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Kwa maana hivyo tunajifunza ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kuelekeza mioyo yetu kikamilifu katika kumtumikia Mungu na kujaribu kadri tutakavyoweza kuweza kuondoa mawazo mabaya katika mioyo yetu. Kabisa. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana, na tumefika mwisho wa session yetu ya siku ya leo. Nashukuru sana kwa majibu mazuri. Natumai kwamba unayetazama video hii kuna mambo ambayo utakuwa umeyapata na utakuwa umejifunza. Usisahau kusubscribe na kulike katika account ya mtumishi wa Mungu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amina, ubarikiwe pia. Amen. Basi uwe na wakati mwema. Asante.